Bana falia tafadhali mashkura ni mwana michezo mwenzetu popote pale ambako unatufuatilia. Komoe Stars, Komasava, mambo vipi, uko vizuri? Kama uko njema basi karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Niko na hapa Chifu Nzobane kama Zumfela. Hili ni dongo lingine linakwenda kushushwa. Maswala yamekuwa mengi DM, watu wakieleza kwamba wanataka kufahamu nyota wa kigeni wanasalia wangapi Young Africans. Sasa hapa unakwenda kuyapata majibu. Wako wengi tunajua, lakini sio wote watakaobaki. Lazima wengine waondoke, wengine waje. Chifu, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na hauna lawama zozote zile? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo ni jambo la kheri. Wala pasio na shida wala shaka, afya yako kama ni njema, basi bila kupoteza wakati wala muda, moja kwa moja tutazame nyota ambao wanasalia ndani ya klabu ya Yanga, na hasa wale wa kimataifa tu ambao wana uhakika wa kubaki, na wengine ndio hivyo tena, itakuwa baba Jeni bye bye, mkono wa kwaheri unawahusu. Yes, nafikiri pamekuwa pana taarifa nyingi, kama kawaida zimekuwa zikizungumzika nyingi, na wengine mpaka wakianza kuhusisha baadhi ya nyota ambao walitoka kwa mikopo kutoka Yanga kwenda sehemu nyingine. Kuna baadhi ya nyota walikuwa wametoka mikopo, kama kina Dumbia na wengine wengi walikuwa wametoka mikopo, na wengine wanaweza wakarudi. Na imekuwa ni changamoto watu wakitaka kujua nyota gani ambao wanakwenda kubakia kwenye klabu ya Yanga kwenda katika msimu unaokuja, kwa maana msimu wa 2026-2027. Kulikuwa ni vema tuje kuwatoa hofu na kuambia reality kipi ambacho Yanga wanakwenda kufanya. Kwanza ukweli ni kwamba Yanga alikuwa na nyota zaidi ya 12 katika msimu uliopita. Ukiangalia kwa ujumla wake, wale ambao kama toka mkopo na ambao walikuwa nao. Kwa alikuwa na zaidi ya 12. Kwa hiyo na utaratibu wa nchi hii unataka nyota wangapi? 12 wa kigeni. Kwa katika 12 wa kigeni, Yanga anakwenda kubakisha nyota 7 katika dirisha hili. Kuona katika msimu unaokuja wanakwenda kubakia nyota wangapi? 7. Au ndio wanabakia kwenda kuunda jeshi ambalo litakwenda kupambana katika msimu unaokuja. Kwa hiyo wanakwenda kubakia nyota 7. Na nyota hao ambao wanakwenda kubakia kwa maana ya 7 ni kama wafuatao. Sasa kwenda kutoa listi. Nambari 1, Diara. Jigi Diara. Watu wakizungumza kwa Diara hawezi kuondoka Yanga. Yuko Yanga, muhuri wa chuma ushagongwa, yupo kwenye klabu ya Yanga, anabakia kwenda kuwatumikia wananchi katika msimu mwingine unaokuja kwa nguvu kubwa. Hakuna mwenye shaka. Huko nyuma nilikuwa niko peke yangu ambaye nazungumza kwamba Diara ana mambo mengi ya kuwafundisha makipa wengi wa Tanzania. Na mpaka wakaja kwa mjadala mkubwa, kuja kina Kamara, watu walisema hapana, leo hii sasa kuja nani, investment kwamba nilikuwa niko sahihi. Ni kipa wa kipekee ambaye hajawahi kutokea katika ligi yetu kwenye kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo still ni mwananchi. Unapozungumzia ushindi wa Yanga, mimi ukiniuliza nitakwambia 20% ya matokeo ya Yanga wanayopata, kwa maana hata kuchukua ubingwa yanachangiwa na yeye personal. Hata ubingwa ule uliopita Yanga amechukua, kama kwa mtu ambaye atakiwa aweze kupongezwa, wote wapongezwe, lakini yeye ana nafasi yake ya kipekee kutokana na kazi aliyoifanya. Mazingira yalikuwa ni magumu, msimu ulikuwa mgumu, kile kuna wakati aliamua yeye kuipa Yanga point kabisa. Kwa hiyo Diara anabaki na timu kuendelea kuwatumikia wananchi akiwa ana shida wala bugudha yoyote. Lakini pia mtu mwingine ambaye anakwenda kubakia, tutaka kuzungumza hapo, Yao Kwasi. Jeshi anabaki kwa maana kwenda kuongeza mkataba wake miaka mingine 2. Atumie klabu ya Yanga akiwa ni mlinzi pendo wa pembeni, whether kulia au kushoto. Na yeye pia anabakia kwenye klabu ya Yanga. Lakini mwingine ambaye anabakia ni Shadraki Boka. Huyu anakuwa wangapi? Watatu. Shadraki Saka Boka. Yeye anabakia. Amekuwa na mwisho mzuri, energy, anaendelea kuadapti. Mwalimu ameona muamini ampe nafasi nyingine. Boka anabakia kwenye klabu ya Yanga kama kawaida. Lakini badala ya Boka tena mwingine anakuja pale, anakuja ndugu yangu Duke Oga Abuya. Na yeye anabaki kwenye klabu ya Yanga kuendelea kupambania namba katika msimu unaokuja na kupambania mataji ya klabu ya Yanga. Kwa Duke Oga Abuya bado ni mwananchi, nafasi ya 4 hiyo. Lakini mwingine ni Maxim pia Zengeli, na yeye anabakia anakuwa mchezaji wa 5, anabakia kwenye klabu ya Yanga kuendelea kupigana na kuwapatia raha wananchi. Lakini mwingine ni Dep aendi popote.
Depu yupo, atolewi kwa mkopo wala apeleki wapi, yuko Yanga. Depu kama mlikuwa mmemtoa kwa mkopo mtamrudisha. Tulimpeleka Singida kwa mkopo, mtamrudisha Yanga. Mambo alikuwa vizuri, mtamrudisha Yanga. Depu anabakia Yanga kwenda kukipiga, kwa sababu Depu watu wasiojua ni kwamba alikuja akiwa ametokea Europe, kwa ligi ilikuwa imesimama, alikuwa cheza. Amefika hapa akaanza kuingia kwenye mfumo, akapata hamstring, akaumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo hakupata muda wa kutulia, lakini pia mnakumbuka Yanga imepitia katikati. Katika mazingira ambayo ilikuwa sio rahisi kuweza kudevelop career ya mchezaji, isipokuwa walikuwa wanatafuta matokeo. Yaani hapakuwa na muda wa kuanza kuangalia chemistry, wa kuanza kudevelop au kuwepo, kwa sababu pressure ilikuwa ni kubwa. Simba anakuja, Azam anakuja, wanataka mataji. Kwa hiyo alikosa muda, lakini ukiangalia kwenye kile ambacho alikuwa amekianza kwenye Yanga alipofika, akienda kukiendeleza, ni miongoni mwa washambuliaji wakubwa. Mimi binafsi ni neema nayo ya 100%, na viongozi wameona anabakia kwa 100%. Na namba 7 ambaye anakwenda kubakia ni Alan Okello, naye anabakia kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo wako wachezaji 7 ambao hao piga muhuri wa chuma msimu unaokuja, wapo Jangwani. Karibu Cisco. Starboy Dominic Salamba anatakiwa Ulaya. Nafikiri Yanga wameamua kufunika kombe ili Mwanaharamu apite. Starboy Alan Okello. Hapo anakosekana nani na nani? Sasa utajua wewe mwenyewe kama ni Barakonte, Musa Barakonte anaondoka mazima. Dumbia kwa heri. Dumbia, mbona taarifa nilizokuwa nazo kwamba atawasili nchini hapa wakati wowote? Hizo taarifa zako unajua hapa anaongea Chifu Nzobane Kamazu Mfela. Yuko huyu mmoja Fabrizi wa Afrika. Whether you like or not, mkufunzi. Sababu taarifa za mwamba Dumbia nikaambiwa hapa naye kesi yake kama ya namba 9 hii uloizungumza hapa, kwa maana ya Depu, kwamba yeye alikuwa pia Europe kwa muda mrefu kucheza kwenye mipango ya msimu unaokuja, na atauzwa rasmi kwenda kule either baki kwa timu yake ya Marumo au timu nyingine ambazo ziko zinamhitaji. South Africa ziko timu nyingi zinamhitaji, lakini kwa Yanga wanabakia na wachezaji 7 ambao nimekutajia hapo, ndio watakuwepo kwenye klabu ya Yanga katika msimu unaokuja na kuenda kupambania ubingwa wa Afrika. Lakini hayo mengine umesikia, sijui Depu nani, hizo zilikuwa ni story ambazo hazikuwa rasmi, na kwa sababu hazikupita kwangu ukupaswa kuziamini sisi. Kweli kuna wakati itakiwa tukurupuke bwana. Kwa hiyo na Dudu washa dunia ina mambo mengi. Humfahamu kibelenge cha Yanga Dudu washa amepewa jina kabisa, Dudu washa. Nani tena huyo? Winga wa boli. Yupo tena? Kaka. Winga wa boli. Naye akatolewa kwa mkopo. Buba. Hapana, na Buba Jamel kwanza. Buba tamzungumza. Nipe mwingine, nipe nani? Bwana mchezaji wangu yule, lakini yule alikuwa na kitu. Sema tu Yanga hawana uvumilivu. Yupi tena? Yupi? Yanga walileta winga kutoka ASEC. Shamsao. Selasta. Ekwa. Yupo. Yule akapumzike. Kijana wako wa Stade Malien ulimpenda sana. Na yeye tena Baba Jeni bye. Buba Jame na yeye pia. Racine Kouma naye anaondoka. Kwa hiyo hao wote kwa maana ya Kouma, mchezaji wa Katalambula, Buba Jamel. Buba Jamel. Alaseni Kouma. Sawa, sasa ni Ekua. Dumbia. Wanakuja kumuongezea na ndugu yetu kipenzi cha Wanayanga aliondoka, Dube. Hao wote safari imewakuta. 5 hao wanaondoka Yanga. Kwa hiyo tushapata majibu, wataongezeka wachezaji 5 wa kimataifa. Na Pacome yeye hawezi kuingia kwenye mfumo. Ana kesi yake yeye, unafahamu. Kwa hiyo huwezi kumwongeza kwenye mfumo kwa sababu ya majeraha uko nayo. Kwa hiyo anakuwa iko pending akiendelea kupata matibabu. Kwa kama Mwenyezi Mungu atambariki akapona kwa haraka, itakuwa ni kama mambo ya Yao Kwasi. Kwa maana kuangalia namna bora ya kuweza kumrudisha kini, kwa maana ya kwa sasa hivi, manake hao ndio ambao wanabakia. Tayari muhuri wa moto umegongwa, wanajiandaa na kesho wanaingia kambini. Kwa hiyo kama utojali, basi uweze kukaa maeneo ya airport ukiona ndugu yako Dedepo akiingia na begi lake kubwa akitokea mapumzikoni baada ya wewe kutaka kumpeleka Singida, ngome imegoma. Sasa Depo anatokea wapi? Anatokea kwao ama anatokea Singida? Maana sisi tushampeleka Singida kwa mkopo. Nimempeleka Singida kwa mkopo, mama kumtoa mkampeleka. Kwa hiyo Depo yupo sana, lakini nikwambia Cisco, ni kwa sababu tu Yanga walikuwa na pressure. Wewe hebu just imagine, kumbuka alipokuja kazi walifanya
uwezo alioonyesha. Alikuwa mchezaji mkubwa sana. Sema tu pressure, na baada ya kuona watu wakina Aura wale wakina Basegwe wanafunga, basi wakataka kusahau. Lakini to be honest, ni mshambuliaji wa daraja la juu sana. Kwa sababu just imagine, ujue utawahukumu. Yule amekuja na Okelo. Wamefika tu, wamekuja kwenye mechi zenye pressure kubwa za klabu bingwa barani Afrika. Hatua makundi. Wote mnakumbuka. Hawajakaa na timu. Tena kama yeye nafikiri alikuwa na siku 2 siku 3. Okelo kama na siku 4. Sio rahisi katika mpira wa miguu. Kabisa. Sio rahisi. Uwezi kuwa na vitu binafsi vingi kiasi hiko kwanza kufanya kitu. Of course inaweza ikatokea kwa mechi ya kwanza wakascore, lakini ni miongoni mwa watu ambao hawakupata muda. Lakini pia alipoanza kufunga aliumia muda mrefu sana kama unakumbuka. Na ndio ambacho ilimfanya imtoe hata kwenye mbio. Pengine kama asingekuwa ameumia, leo tunapozungumza hivi angekuwa anawania kiatu cha ufungaji bora kutokana na kasi ambayo alikuwa ameianza. Lakini watu wachache ambaye anaweza vizuri kutumia miguu na kichwa. Ana uwezo mzuri sana. Na kwa kipindi alianza kutengeneza combination yeye na Mdathiri yake unakumbuka. Ilianza kumatch. Yeye na Mdathiri anaelewana sana. Ndio kaja ikapotea. Kwa hiyo nafikiri ni watu waliamua kumpoteza, na watu waliamua kumpoteza kwa sababu walijua balaa ambalo liko nalo. Unajua kuna wakati mpira wetu una siasa nyingi sana. Yaani unaweza ikatengeneza propaganda ya kuonekana mtu afai ili watu wapate unafuu. Sio, unaelewa? Okay, yes. Yaani watu wanatengeneza mazingira mtu aonekane afai ili kuna baadhi ya watu wapate unafuu. Okay. Ndiyo mazingira ya Depu. Yaani hakuna fakta yoyote ya kisayansi ambayo unaweza kuzungumzia kwa kwamba alifeli Yanga. Fakta hiyo inakataa. Lakini pia amekuja mwishoni, umeona alichokifanya, ameweza kuisaidia timu katika mechi za mwisho mpaka timu inakuwa inachukua ubingwa. Mechi ya Azam magoli 3, sema magoli na kafanya amefunga. Kwa hiyo naamini kwamba pressure ambayo walikuwa nayo Yanga ya mwisho wa msimu, lakini pia mazingira ambayo walikuwa nayo baada ya kuondoa kocha mwingine, anakuja kocha ambaye ni wa muda, amekaa na timu, anatoka Falls, anaingia Pedro, anaingia huyu mwalimu Mwali, ni kwa muda. Timu haikupita katika kipindi kizuri, walikuwa wamekosa muda mzuri wa kujiandaa, japo hata msimu huu maandalizi yake bado hayatakuwa mazuri kwa sababu timu zinaingia kambini kama tarehe 20. Unazungumzia tarehe 12 una mchezo wa ngao. Lakini still hapa katikati kuna mambo sio ya Yanga Day, wiki Mwananchi, vitu kama hivyo na vitu vingine. Bado una mechi za kujipima nguvu. Ni hadi unazungumzia siku 20. Siku 20 unazungumzia maximum wiki 2 na 3 kasoro. Ni muda ambao kitaalamu hautoshi kuweza kuandaa timu. Timu inaandaliwa kwenye mwanzo wa msimu at least 6 weeks, mwezi mmoja na nusu mpaka wiki 8. Kwa hiyo bado tunakwenda kuona kwamba ligi yetu kuna namna ambavyo haiko sawa na ambavyo inakwenda kuchosha na kwenda kuharibu vipaji vyetu kwa sababu wanakosa muda wa kupumzika. At least timu mtu akae siku 15, siku 10 anapumzika. Akifika hapo timu inapata nafasi ya kuanza kuregain. Mwalimu anakuwa na muda mrefu wa kupanga program ya mazoezi na hasa fitness coach akiangalia kipi aanze nacho. Wale ambao walikuwa na majeraha, wale ambao walitumika sana, wanakuwa na project zao, unakwenda, unawachukua wageni, unaanza kuwatengeneza utimamu, baadaye ndio unaingiza kwenye mbinu. Lakini kwa mazingira haya hakuna muda wa utimamu. Endekao muingie, mnafanya utimamu, huku mnafanya mbinu, haiwezekani. Kwa sababu una siku 20 tu. Wakati huo na utafuta fitness level. Sawa, lakini pia uje kuunganisha timu. Mwalimu ni mgeni. Yote wengine wanakuja ni wapya. Ni kitu ambacho wakati mwingine kina tesa, lakini ndio mazingira tulionayo. Na uzuri bodi ya ligi wamezungumza kwamba wanakwenda kuzindua mfumo wao mpya ambao tumeuona, pengine unaweza kwenda kusaidia kupunguza kadhia hizi na ambazo wakati mwingine zinakwenda kuharibu ubora wa wachezaji kutokana na yale ambayo yanakwenda kutokea. Mnyongeni lakini haki yake mpeni. Salama umemaliza, lakini na mimi namalizia kwa kusema nilimdharau mzee wangu Kadege. Kuna siku tulibishana sana, nilikuwa nimepata taarifa za Depo anaenda Singida kwa mkopo. Alisema hiyo siku nitawatukana viongozi, hamtakuja kuamini. Kwa nini? Alisema serious hivi ninavyokuambia. Akasema mimi nimecheza mpira Cisco. Salamba anajua. Kama mimi nimecheza mpira, Depu namuona ni bonge moja la mchezaji. Lakini Depu yuko vizuri sana kwenye kufunga. Akafananisha na mchezaji ambaye alishawahi kupita Yanga pia, Amistambwe. Alisema Depu ndo aina ile ya uchezaji. Akafanya pia na Medi Kagere. Akasema Depu ni kama Kagere, yani kwenye kutupia. Yani yeye anataka nafasi tu apate. Kwenye nafasi mbili lazima apate moja, na kuna wakati anaweza kapiga zote mbili. Huyo ndio Depu. Yanga
wana pressure ya timu yao kutofanya vizuri au kutokuwa na kiwango bora, wanaunganisha hadi wachezaji wengine, lakini yule anastahili kubaki. Kadege aliongea hivi, mamangu mzazi. Na Kadege uzuri amecheza mpira na mimi nimeshuhudia, yani sio nimesikia, na alikuwa mshambuliaji wa level ya juu. Sio naelewa nikizungumza juu. Unajua watu wakitaka kuzungumzia juu, pengine mbona kwenda Simba kwenda Yanga, inategemeana na mazingira ambayo alikuwepo. Lakini mimi nimecheza mpira kwa nafasi yangu, lakini pia nimesoma mpira, ni mwalimu wa mpira. Kadege alikuwa vizuri sana. Kwa hiyo akikwambia kuhusiana na ushambuliaji, itakiwa tu uweze kumkubali. Na ndio nilichokuambia hapa. Yule jamaa ni mshambuliaji mkubwa. Aliniambia Kadege. Alikwambia. Anakwambia yule angalia anaweza kukaa hata mabeki wawili watatu na akatoka kwenye msitu. Ogopa sana huyu mchezaji. Ila kwa sababu ni wewe ndio ni bosi wake na umeshikilia safari yake ya Mwanza. Ikabidi tu nikamwambia Kadege aongee kwa upole. Huyu sio mchezaji na anakwenda Singida. Kadege kanikubalia, lakini anajua kuna triple zingine ziwepo kabisa. Bwana, 20 dakika zimetosha. Mimi na Salama kwa kujuza wachezaji ambao wanaondoka wa kimataifa na watakaobaki wa kimataifa. Tunakwenda kwenye jiwe lingine. Endelea kukaa hapo hapo, yani jiwe juu ya jiwe. Ukiinama nchale, ukiinuka nchale. Tukutane kwenye jiwe linalofuata. Nini tunakwenda kuzungumza? Baki hapo hapo. Dakika za majeruhi hizi za lala salama.